Mtazamaji, vijana katika kaunti ya Trans Nzoia wamepata matumaini ya kupata ujuzi mbalimbali wa kujiajiri. Hii ni baada ya serikali ya kaunti hiyo kuanzisha mpango wa kuwapa mafunzo bila malipo katika vyuo vya kiufundi mbalimbali katika kaunti hiyo. Moses Wanjala ametuandalia taarifa hiyo kwa ukamilifu. Vijana katika kaunti ya Trans Nzoia wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti hiyo kuanzisha mpango wa kuwapa masomo ya kiufundi bila malipo. Hii ni baada ya Wizara ya Elimu ya kaunti hiyo kuanzisha mchakato wa kuwasajili vijana watakaonufaika na mpango huo. Changia tuanze hii programu ya mobilization na kufacilitate hizi 56. Tumefikisha kwa miezi miwili peke yake, tumefikisha wanafunzi 4,000. Na target yetu kama department tunatarajia by the end of this year tukuwe na wanafunzi karibu 8,000. Mpango huu ukilenga kuwakwamua vijana kutoka lindi la umaskini na masikitiko kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kuendeleza masomo. Kumekuwa na umaskini sana. Vijana wengi wamehangaika na wamekosa ajira, wamekosa vile wanaweza kujishikilia. So hii program ambayo imekuja ya vocational training hii ambayo county government ameishikilia, naona itafanya vizuri, itafanya vijana wengi wasiwe wakirandaranda. Ili kufanikisha malengo hayo, serikali ya kaunti sasa imetangaza kuwa itagharimia karo ya vijana hao kwa kuongeza mgao kwa kila mwanafunzi kutoka shilingi 13,000 hadi shilingi 18,000. Kwa budget hii ambayo inakuja, governor bado ameweka priority, tunanuia kuongeza hizo pesa zifike shilingi 18,000. Kwa sababu unagundua wanafunzi baada ya kudrop shule wakiwa high school na primary, wengi wal drop kwa sababu ya financial challenges. So tukisema kama county tulipe nusu, alafu mzazi alipe nusu, bado unapata wewe mwanafunzi ana struggle, anashindwa ku raise ile amount ambayo mzazi alifaa ku raise. Licha kutoa nafasi kwa vijana kupata ujuzi, serikali ya gavana Natembeya pia inalenga kutafuta ushirikiano na taasisi mbalimbali za kitaifa ili kuwatafutia vijana ajira katika mataifa ya nje. Moses Wanjala, NTV.